Ingekuwaje ikiwa mpiganaji wa Muay Thai angepambana na mazombi katika siku za usoni? Mgogoro uliosababishwa na ongezeko la joto duniani ulienea ulimwenguni kote. Wanyama wa baharini wanakufa kwa wingi kwa sababu hawawezi kuzoea hali ya joto. Chakula nchi kavu pia kimepotea. Binadamu wote wanakabiliwa na mgogoro wa kuishi. Watu wasio na chakula wanaanza kufanya ghasia mitaani. Serikali inaweza kwa shida kudumisha utulivu wa kawaida. Katika ulimwengu kama huo, kitu chenye thamani zaidi ni chakula. Singh asili yake ni mpiganaji wa Muay Thai. Anafungua ukumbi wa michezo ya mapigano, lakini kwa sababu kila mtu hana chakula cha kutosha na ana shughuli za kufanya ghasia, hakuna mtu anayekuja tena kwenye ukumbi huo kujifunza Muay Thai. Kazi yake ya Muay Thai ilisambaratika kuanzia hapo. Ili asiwe mzigo kwa mkewe na kudumisha matumizi ya nyumbani, anapata kazi ya kusafirisha bidhaa. Kazi hii inaonekana rahisi, lakini kwa kweli ni hatari sana. Leo, wakati wanaume hao wawili waliposimamisha lori lao, walishambuliwa na kundi la wafanya ghasia barabarani. Singh na dereva walipambana vikali na hatimaye kuwaangusha washambuliaji wote. Lakini lori lao lilivamiwa na washambuliaji, na sanduku moja pia lilichanwa na wao kwa kisu. Sanduku hili lililochanwa lilitambuliwa kama limeharibika. Mnunuzi alikataa kulipokea na hata akakata pesa zao za usafirishaji. Dereva alilaani kwa hasira, akijiona hana bahati. Alipeleka sanduku lile nyumbani na kukuta kuwa lilikuwa ni sanduku la samaki. Je, nahatarisha maisha yangu kwa ajili ya sanduku hili la samaki? Ni miaka 10 sasa tangu tule kitu kizuri. Dereva huyo mwenye fadhili alijua kuwa Singh alikuwa anajiandaa kumrudisha mkewe kijijini kwao. Hivyo alimlipa mshahara wake, akamwandalia pikipiki na kwa ukarimu akagawanya nusu ya samaki na Singh. Singh alipeleka samaki wale nyumbani. Mkewe Ren aliona jeraha kwenye uso wa mumewe na akaingiwa na wasiwasi sana. Hakutaka kuishi tena mjini na alitaka Singh arudi naye kijijini kwao kwa sababu kazi yake ilikuwa ni hatari sana. Wakati huo huo, samaki waliosafirishwa walifikishwa kwa matajiri. Samaki hawa ni salama, ni kweli bidhaa zenye ubora wa juu zaidi ambazo Bwana Vasu alimnunulia mkewe. Bilionea huyu Vasu ndiye mfanyabiashara tajiri na maarufu zaidi katika eneo hilo. Kwa sasa anadai kwamba atatoa chakula cha kutosha kwa kila mtu, akiwalisha watu wote wa Thailand. Lakini kwa uhalisia, watu wa tabaka la chini wana njaa kiasi kwamba inabidi wagombee mende kwenye mitaro ya majitaka ili kula. Wanapigana hadi kuvuja damu vichwani kwa ajili tu ya kipande cha chakula. Wakati matajiri hawa wanaweza kufurahia samaki wabichi kwenye meza zao, bilionea Vasu alipaswa kuhudhuria mkutano leo, lakini kwa sababu mkewe alikuwa mgonjwa mahututi, alienda hospitalini kumtembelea na kumkabidhi rasamu hii mfanyakazi anayemwaminisha. Mfanyakazi huyo alikuwa akizungumza jinsi ya kukuza ushirikiano wa biashara na kujenga himaya ya chakula na wafanyabiashara matajiri wengine, wakati ghafla alipotapika damu nyeusi baada ya kula kipande cha samaki. Vasu bado hajui kuwa kampuni yake imepatwa na tukio mbaya kiasi hicho la sumu kwenye chakula. Yule mfanyakazi anayemwamini amepelekwa hospitalini kwa matibabu ya dharura, wakati Vasu akipeleka ini la samaki, sehemu yenye thamani zaidi ya samaki mzima, hospitalini. Naamini kuwa ini hilo la samaki adimu linaweza kuboresha hali ya mke wangu. Kwa bahati mbaya, mke wa Singh, Ren, kwa kweli ni daktari katika hospitali hii na pia ndiye daktari anayehusika na kumtibu mke wa Vasu, kwa sababu kila mtu anajua kuwa baada ya dunia kupata joto, wanyama wa baharini wanakufa kwa wingi na pia wamechafuliwa kwa sababu zisizojulikana. Ren anahisi mashaka kama samaki huyu ni salama au la, lakini mkurugenzi wa hospitali anajiamini sana, akiamini kwamba kwa kuwa Vasu anampenda mke wake kiasi hicho, samaki huyu kwa hakika hana tatizo. Wasichokijua ni kwamba wakati huo huo, mfanyakazi wa Vasu amefariki kwenye meza ya dharura. Wakati wahudumu wa afya walipogeuza migongo yao tu kuondoka wodini, wakimwacha daktari mmoja tu akisafisha eneo la tukio, mgonjwa huyo ambaye alikuwa tayari amekufa, ghafla alifumbua macho yake. Macho yake yalikuwa yamebadilika kabisa kuwa meusi, kisha akamvamia daktari yule. Ren amekuwa akitilia mashaka kipande kile cha ini la samaki, lakini hawezi kumshinda mkurugenzi wa hospitali. Mkurugenzi wa hospitali anaheshima sana kwa bilionea huyo, akichukulia maneno yake kama amri takatifu. Wawili hao walikuwa wametoka tu kuzungumza na bilionea huyo na kutoka wodini walipoona mtu akikimbiza kwenye korido. Mfanyakazi wa Vasu alikuwa akimkimbiza kwa karibu nyuma yake, kisha akavamia na kumng'ata na kumrarua mhudumu wa afya kama mnyama mwitu. Kwa kuona tukio hili, Ren na mkurugenzi wa hospitali wote walibadilika rangi. Kwa papa hapo, hospitali ilikumbwa na machafuko na habari zikaenea haraka. Serikali pia ilitangaza kupitia vyombo vya habari, tuna hali ya dharura katika hospitali ya Rajimid.
isipokuwa kama ni jambo muhimu sana, tafadhali usiingie katika eneo la hospitali. Baada ya kuona tangazo hilo, Singh alikuwa na wasiwasi sana juu ya mke wake na mara moja akaenda hospitalini. Kwa bahati nzuri, wanandoa hawa vijana hawaonekani kupenda kupika na wala si walafi sana. Kwa hiyo samaki yule ambaye Singh alipewa bado hajapikwa na bado yuko jikoni. Hakuna hata ncha moja iliyoliwa. Kama angekuwa mtu mwingine mlafi, hakika angeharaki kupika mara tu alipomleta nyumbani. Sasa kwa hakika wangekuwa na nafasi ndogo ya kuishi. Wakati huu nje ya hospitali pamezingirwa na wanajeshi wenye silaha kamili. Hawakuwapiga tu mastuku watu waliobadilika hadi kufa, bali pia waliwadhibiti watu wa kawaida kwenye mitaa ya jirani na kuwaingiza ndani ya hospitali. Haraka sana hospitali ikawa mahali kama kuzimu duniani. Kila mahali kuna watu ambao wameumwa na kubadilika. Daima wanakimbilia kung'ata na kurarua wanusuru kama wanyama mwitu. Wanusuru baada ya kuumwa nao pia watageuka haraka kuwa mazombi. Wakati huu mkurugenzi wa hospitali ameshaumwa. Wakati Ren kwa bahati nzuri hajachuzika damu, anamuongoza mkurugenzi wa hospitali kujificha kwenye chumba kidogo, akichunguza hali ya nje kwa wasiwasi. Kusubiri hivi si kile Ren anachotaka. Anataka kutoka kwenda kujua hali ilivyo, lakini mkurugenzi wa hospitali anamsihi sana asimwache hapa. Ren anaahidi kurudi kumtafuta, lakini kabla hajapiga hatua chache, mkurugenzi wa hospitali anageuka kuwa zombi mbele ya macho yake, kisha anakimbiza kwenda kung'ata na kurarua maiti iliyokuwa chini. Wakati akimuona Ren akigeuka, anamvamia. Ren anaweza tu kujificha katikati ya rafu kadhaa. Mkurugenzi wa hospitali amekwama kwenye rafu hizo na kwa muda hawezi kumkamata. Akivizia nafasi hiyo, Ren anakimbia haraka kutoka kwenye chumba hicho. Wakati huo huo, ghafla Ren anasikia sauti ya mume wake Singh kupitia mfumo wa spika za hospitali intercom kwenye korido. Ren, uko wapi? Anamjibu mume wake kwa fujo kupitia mfumo wa intercom, lakini ni wazi kuwa mume wake hamsikii. Singh akiwa kwenye ghorofa ya chini hawezi kumpata mke wake. Hana chaguo lingine zaidi ya kuanzia ghorofa ya kwanza na kutafuta kila ngazi moja baada ya nyingine. Hamupiti mke wake, lakini anamkuta mtoto anayeshambuliwa na zombi akikaribia kuliwa akiwa hai. Kama angekuwa mtu mzima anayekaribia kung'atwa, huenda angepuuzia, lakini akiona mtoto katika hatari kama hiyo, hawezi kusimama tu na kutofanya lolote. Katika hatua ya kukata tamaa, Singh anaruka na kumvuta zombi huyo kutoka kwa mtoto yule. Akiona mwokozi ametokea kusikojulikana akipambana vikali na zombi, mtoto yule anapiga kelele akimkumbusha alenge kichwa cha zombi. Singh anaseta kichwa cha zombi huyo na bila shaka zombi anatulia kabisa, lakini kelele za mapambano hayo zinavuta mazombi wengine zaidi. Mtoto anapiga kelele kwa hofu, lakini Singh kwa utulivu anaseta vichwa vya kila mmoja wa mazombi hawa kwa zamu. Mtoto aliyeokolewa na Singh anajawa na mshangao na sifa. Mvulana huyo anazungumza na Singh akiomba kuambatana naye, lakini mama yake yuko ghorofa ya 3 na anataka kumtafuta. Singh anasikia kwamba mama wa mtoto huyo anafanya kazi hospitalini hapo, ikimaanisha anaweza kuwa mfanyakazi mwenzake wa mke wake. Unamfahamu Daktari Ren? Yeye ni mke wangu. Nikimpata mama yako, nitampata Daktari Ren. Akisikia haya, Singh mara moja anamuongoza mtoto huyo kwenda ghorofa za juu. Wakati huo huo, ghorofa ya kwanza haina manusuru kabisa. Msichana mdogo anayelia anatoka nje ya mageti ya hospitali akitaka kuondoka na kumtafuta mama yake, lakini wanajeshi mara moja wanamwelekezea bunduki zao. Mlinzi anasikia jambo hilo na kukimbia nje, akisimama mbele ya msichana huyo mdogo ili kumkinga. Anapigwa risasi na kufea hapo hapo. Ghorofa za juu, viongozi wa juu wako kwenye mjadala mkali kuhusu jinsi ya kushughulikia mgogoro hospitalini. Maafisa wa afya ya jamii ndio wa kwanza kulaumiwa. Kila mtu amepigwa na butwa jinsi tukio baya la uchafuzi kiasi hicho lilivyoingia mjini na kuambukiza watu na kusababisha athari kubwa namna hiyo. Inadhihirika wazi kuwa kula vyakula vya baharini vilivyochafuliwa na kugeuka kuwa zombi si jambo geni katika ulimwengu huu, lakini hata kwa kujua hatari hiyo, matajiri bado wanatafuta njia za kupata vyakula vya baharini. Sasa, jinsi ya kuishughulikia hospitali imekuwa tatizo. Hatimaye, afisa wa juu wa kijeshi anaamua kuwatelekeza manusuru 500 walio hospitalini ili kuwalinda wakazi milioni 5 za jiji hilo. Kuipua hospitali ndiyo njia pekee tunayoweza kutatua mgogoro. Manusuru hospitalini bado wana matumaini ya kuokolewa, lakini hawajui kabisa kuwa wametelekezwa kabisa na serikali yao. Ren anahangaika peke yake
kupitia hospitali akijitahidi kwa kila hali kuwaepuka mazombi. Kisha anamuona mlinzi akiwa legevu karibu na hapo, ana runda la funguo kwenye mshipi wake. Ren anasogea mbele kwa uangalifu akitaka kunyakua funguo hizo, lakini mlinzi huyo anazinduka ghafla, uso wake ukiwa umepotoka na kikalili na kumvamia. Katika sekunde ya mwisho, Ren anachukua funguo, anamkwepa na kuingia kwa kasi kwenye chumba cha uangalizi, surveillance room. Humu anagundua chumba ambacho ni salama zaidi kwenye ghorofa ya 10, kwa sababu chumba hicho ni eneo lililozuiliwa likiwa na milango mingi iliyofungua inayoziba njia. Hakuna mazombi walioweza kuingia. Hiki ni kitengo cha huduma maalum ambapo mke wa bilionea amelala. Inaonekana nafasi yake pekee ya kuishi ni kufika kwenye chumba hiki kisha kumwomba bilionea huyo hifadhi. Wakati huo, hatimaye Singh anamfikisha mtoto kwenye ghorofa ya 3. Mtoto anapata ofisi ya mama yake, lakini hayupo hapo. Hata hivyo, kutokana na ratiba ya kazi ya ofisini, wanagundua kuwa mama wa mvulana huyo na Ren wote wako kazini kwenye ghorofa ya 5. Hata hivyo, wawili hao hawawezi kupanda ngazi kwa njia ya kawaida. Mazombi wanawafukuza wakiwa bila njia ya kutorokea na wanaweza tu kujificha kwenye chumba cha wagonjwa. Bahati nzuri, hakuna mazombi ndani ya chumba hicho. Kuna mzee tu aliye mahututi kitandani na mwanafamilia mmoja kando yake. Mwanafamilia huyo anaonekana kukata tamaa na kutoa mfululizo wa sindano ya sumu akimdunga baba yake, kisha akajidunga mwenyewe. Singh hawezi kuwapa faraja yoyote. Anaweza tu kutumia fursa ya kuwa mazombi bado hawajavunja mlango na kuingia. Anafungua dirisha na kupanda kwenye vyuma vya ujenzi, scaffolding, vilivyo nje. Mtoto anamfuata kwa karibu nyuma akipanda kwenye vyuma hivyo, lakini nusu ya safari, zombi mmoja kwenye ghorofa ya 4 anavunja dirisha na kujaribu kukamata mguu wa mtoto ili apande kuwafuata. Katika hatua ya kukata tamaa, Singh anashika mkono wa mtoto na kumvuta juu, na wote wawili wanafanikiwa kufika ghorofa ya 5. Katika kitengo cha uangalizi maalum wa watoto wachanga, wanampata muuguzi ambaye ni mama wa mtoto yule. Anafurahi sana kumwona wanawe, na muuguzi huyo anamtambua Singh kwa sababu Ren humzungumzia mume wake kila siku. Ren yuko ghorofa ya 10. Singh anaona damu mgongoni mwa muuguzi. Inaonekana muuguzi huyu ameumwa na hana muda mrefu wa kuishi. Anajua kuwa hivi karibuni atabadilika na anamwomba Singh amtunze mwanawe. Anamwambia mtoto aende naye ghorofa ya 10 kumtafuta Ren ili waweze kuwa na nafasi ya kuishi, lakini mtoto anakataa kwa ukaidi kwenda, akisisitiza kubaki na mama yake. Singh hawezi kumlazimisha. Badala yake, mtoto anaanza kupiga kelele kwenye korido akimuita mama yake. Wakati uliofuata, mama wa mvulana huyo anabadilika kuwa zombi akigonga mlango wa kioo na kumgurumia. Mtoto bado hakatai tamaa. Badala yake anaanza kulia kwa sauti kubwa zaidi akivuta idadi kubwa ya mazombi. Wakati huu, mtoto ni mzigo kweli. Singh anataka kumchukua lakini hataki kwenda. Singh hana chaguo lingine zaidi ya kumbeba mtoto na kukimbilia kwenye ngazi. Tayari ilikuwa vigumu kwa Singh kumwongoza mtoto huku akipambana na kundi la mazombi. Sasa kumbeba mtoto kuna maana mikono yake yote miwili imetingwa. Walifanikiwa kwa shida kukimbilia kwenye ngazi na kufunga mlango. Wakati huo, Ren amefanikiwa kutorokea na kufika kwenye kitengo cha uangalizi maalum. Anamsihi bilionea aliye ndani afungue mlango na kumruhusu aingie. Bilionea ana mashaka lakini bado anamruhusu aingie. Akiona kuwa hajachuruzika damu wala kudhurika, anapumua kwa urahifu. Tofauti na Ren ambaye bado ana hafu na hajatulia, bilionea anaonekana kuwa mtulivu kabisa. Hatuhitaji kufanya lolote, kuna mtu atakuja kutookoa. Kujiamini kwa bilionea huyo si kwa sababu isiyo na msingi. Afisa wa ngazi ya juu wa kijeshi alikuwa ametoa amri ya wazi ya kuharibu jengo hilo, lakini kabla ya ubomoaji alipokea amri kutoka ngazi za juu zaidi. Walimtaka amuokoe bilionea huyo kutoka kwenye jengo hilo kwa gharama yoyote ile, na gharama hiyo yoyote ingeweza tu kumaanisha kikosi maalum, Special Forces, kilicho chini ya amri ya afisa huyo. Kikosi hiki cha wasomini wenye silaha kamili kitatumwa kwa helikopta moja kwa moja kutoka kwenye paa la jengo. Wataingia ghorofa ya 10 kumwokoa bilionea huyo, kisha watatega mabomu ili kuharibu hospitali nzima. Kwao, maisha ya bilionea Vasu pekee ndiyo ya thamani. Maisha ya watu wengine wa kawaida hayana thamani. Mtoto naye anahisi kama yeye ni mzigo. Baada ya kutulia, anamwambia Singh aendelee mbele na amwache hapo tu. Hataki kuendelea kuwa mzigo kwa Singh, lakini Singh anakataa kumtelekeza. Anamshika mkono na kuendelea kupanda ghorofa za juu. Kwa upande mwingine, Vasu amembakiza Ren kwa muda, hatimaye akifunua nia yake ya kumtaka Ren atafute mifuko mipya ya damu ili mke wake aendelee kuongezewa damu. Mke wake anahitaji kiasi kikubwa cha damu mbichi kila siku ili aendelee kuishi.
wanajeshi. Ren hawezi kukataa ombi la Vasu au tuseme amri yake. Inabidi ahatarishe maisha yake kuondoka tena kwenye kile chumba maalum na kwenda kwenye vyumba vingine kutafuta mifuko ya damu. Hatimaye Singh anamfikisha mtoto kwenye ghorofa ya 10. Mara tu wanapotoka kwenye ngazi, anamuona mke wake akikimbilia kwenye chumba kimoja akifuatwa na kundi la mazombi. Anapiga kelele haraka akijaribu kuwavuta mazombi wote. Kitendo hiki, ingawa ni chenye ufanisi, kinawavuta mazombi wengi, lakini baadhi bado wanamfuata Ren kwenye chumba chenye damu. Wakati huo huo, kikosi maalumu kimevamia hospitali. Wanawafyeka idadi kubwa ya mazombi kwenye korido na kumuokoa moja kwa moja Vasu na mke wake kutoka kwenye kile chumba maalum. Katika hatua hii, bilionea huyo anampuuza kabisa Ren ambaye amepoteza thamani yake, lakini daktari wao wa kijeshi anapoumwa na zombi anadai wamchukue daktari mwingine kwa ajili ya usalama wa mke wake. Wakati huu, daktari pekee ambaye bado yuko hai ghorofa ya 10 ni Ren. Hivyo kwa shingo upande, kikosi maalum kinamsindikiza Vasu na mke wake kuelekea kwa Ren wakijaribu kumchukua. Wakati huu, Ren anazibiwa njia na zombi jitu. Kwa kuangalia tu ukubwa wake, anajua hawezi kupambana na kiumbe hicho. Katika hatua ya kukata tamaa, mtoto anafungua mlango na kumpulizia zombi huyo kizima moto, fire extinguisher, zibia uwezo wake wa kuona na kumsaidia Ren kutoroka asiumwe na zombi huyo. Lakini muda mfupi baadaye, zombi huyo anasimama mbele yake tena. Akiona kuwa zombi huyo anakaribia kushambulia tena, Singh anakimbia na kuseta kichwa cha zombi huyo kutoka nyuma kwa kutumia kile kizima moto. Kwa shida kubwa, Singh amedhibiti usalama wao kwa muda. Wawili hao wanapumua kwa utulivu, lakini wanapotoka nje ya chumba, kabla hawajafanya lolote, Singh anapigwa risasi na mmoja wa wanajeshi wa kikosi maalum. Anaanguka chini, hatima yake isiyojulikana. Kikosi maalum kinamvuta Ren kwa nguvu na kumchukua kana kwamba wanaiba binti kutoka kwenye familia nzuri. Kweli, kama mngetoza kuzungumza kwa ustawi, kila mtu angeweza kwenda pamoja na haya hayangetokea. Badala yake, wanatenda kama majambazi. Singh hakupigwa kichwani na risasi hiyo. Hivyo alinyanyuka haraka kutoka chini. Alichanganyikiwa na kujaribu kwa kila hali kumrudisha mke wake kutoka kwa wanajeshi. Kwa sababu Ren hakuwa anatoa ushirikiano, ilibidi wamvute kama mhalifu. Lakini Ren alionyesha upinzani mkali na kuwafanya wapate ugumu sana kumvuta. Machafuko haya yalivuta idadi kubwa ya mazombi. Kikosi hicho kikaanguka katika hali mbaya sana. Singh naye hakuwa amekaa bure. Alipambana na mazombi pamoja na wanajeshi wa kikosi maalum bila kubagua rafiki wala adui, akimshambulia yeyote aliyemwona. Kwa muda mfupi, wanajeshi wengi wa wasini wa kikosi maalum waliangushwa na Singh. Nahodha wa kikosi maalum aliona jambo hilo na akakasirika sana. Muda ni uhai. Singh hakuwa tu anazuia wao kuondoka, bali pia alikuwa akishambulia watu wake. Kisha nahodha akamvamia Singh na wawili hao wakapambana wakiwa na nguvu sawa. Hatimaye walifikia mapambano ya kifo. Wote wawili walianguka wakiwa wamechoka kiasi cha kutoweza kusimama, lakini kulikuwa na tofauti. Singh alivutwa kwenye chumba salama na mke wake ili kutibu majeraha yake, wakati nahodha alikuwa na bahati mbaya ya kuzingiriwa na mazombi waliomngata mara kadhaa. Singh alipozinduka, alimuona Ren mbele yake akimsaidia kutibu majeraha yake. Ren, nisamehe daima na kufanya uwe na wasiwasi. Inabidi niseme kuwa Ren na mume wake ni wa ajabu. Kikosi maalum pia ni cha kushangaza. Walimchukua daktari pekee na si familia ya daktari, jambo ambalo lilipelekea kikosi kizima kufutiliwa mbali. Wawili hao sasa wako chumbani wakionyesha mapenzi yao. Baada ya kutoroka hapa, turudi kijijini kwetu. Mtoto huyo anashindwa kuvumilia kuwaona wapendanao hao wakiwa na mahaba kiasi hicho. Anakimbia na kuwaambia kuna tatizo. Kikosi maalum kimetega mabomu kwenye jengo na mabomu yanakaribia kulipuka. Usisimame hapa mkizungumza tu, fikirieni njia ya kutoroka. Hatimaye Singh anarudi kwenye uhalisia, lakini ikiwa wanataka kuondoka, kikwazo kikubwa ni yule nahodha wa kikosi maalum ambaye amebadilika kuwa zombi na yuko nje ya mlango. Hivyo Singh anabuni mpango. Anamwambia Ren amchukue mtoto na kukimbia mbele, kisha anamvuta kwa makusudi yule nahodha ndani ya chumba. Anamtupia chumba 2 za petroli na hatimaye anamtupia mwenge wa moto. Nahodha huyo mara moja anageuka kuwa mwenge usiozuilika. Kwenye korido, macho ya mke wa bilionea ghafla yanageuka kuwa meusi na anaanza kusogea kidogo kwa sababu mke wake amekuwa katika hali ya kutojitambua, vegetative state, kwa miaka mingi. Vasu anajawa na furaha akifikiri kuwa mke wake amenafuu. Anakataa kuondoka na kundi hilo, akitaka kubaki kando ya mke wake. Kama ilivyotabiriwa, mara tu wanapomkumbatia mke wake, mke huyo anamng'ata kwa nguvu. Mara baada ya hapo, kundi kubwa la mazombi linawazingira likizidi kuwang'ata na kuwararua. Singh anataka kumchukua mke wake na kutoroka, lakini itabidi wapite kwenye garaja la magari ili wafike kwenye dara. Imejaa mazombi. Hana chaguo ila kumfanya Ren amchukue mtoto
mtoto na kuelekea kwenye dara kwanza, wakati yeye anabaki nyuma kuwazuia. Kwenye dara, helikopta inasubiri. Wanajeshi walioshika bunduki wanawazungusha Ren na yule mtoto, na baada ya kuthibitisha kuwa hawana majeraha yoyote, wanakubali kuwachukua, kwani tayari wamefika umbali huu na kila mtu aliye chini ameshaangamizwa. Hawakuweza kumwokoa Vasu, lakini kuokoa angalau wanusuru wawili kunahesabika kama mafanikio. Lakini kama wangejua kuwa ni kwa sababu ya Ren kikosi kizima kilifutiliwa mbali, sijui kama bado wangekuwa na wema huo. Ren anamsihi mwanajeshi asubiri dakika 5 zaidi. Kuna mtu mwingine anakuja. Singh anapambana na mazombi, lakini mwishoni ni wengi sana. Anajihisi hana nguvu kiasi na inabidi ajifiche kwenye gari. Anajaribu kuwasha gari, lakini haliwaki. Badala yake Singh anazingirwa na mazombi pande zote. Anarudi haraka nyuma ya gari. Wakati tu akikaribia kung'atwa na zombi, kunatokea mlipuko mkubwa. Mazombi walio ndani na nje ya gari wanasambaratizwa vipande vipande, lakini kwa muujiza Singh hajadharika na anatoka nje. Dakika 5 zimepita. Mwanajeshi anafanya haraka kumvuta Ren na mtoto kwenye helikopta. Ren bado anasihi, hataki kuondoka, lakini pia hashuki kwenye ndege. Tafadhali subiri kidogo, usiondoke, usiondoke. Hatimaye Singh anatoroka kwenye garaja la magari, lakini hafiki kwenye helikopta. Aidha, ametapakaa damu. Nina shaka kama rubani angemruhusu kupanda. Hata hivyo, Singh anatazama tu wakati helikopta ya mke wake ikiondoka. Wakati huu, saa ya mlipuko inafika 0. Milango iliyofungwa vizuri nyuma ya Singh haishindwi mahimili. Mazombi wote wanatoka kwa kasi na Singh anaendelea kupambana na mazombi kwenye dara. Kisha Ren akiwa kwenye helikopta anatazama wakati moto unawaka ukiwameza mazombi wote na mume wake. Baada ya kila kitu kilichoisha, Ren anarudi kijijini kwao peke yake kama alivyoahidi mume wake, lakini amebaki yeye tu. Hadithi inaonekana ikiishia hapa, lakini katika onyesho la mwisho la filamu kwenye vifusi baada ya moto kuzimika, Singh bado aliko hai na anatokeza nje. Uwezo wa kuishi wa Singh ni wa kutisha kweli. Filamu imeisha. Subscribe, like, comment. Asante kwa kutazama video hii.